Habari yako shemeji? Salama. Mimi nimekuja kukupa onyo. Michezo yako yote unayoicheza na mitego yako yote unayoitega kwangu umeshafeli. Na kuangalia sana kurukaruka kwako, na kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Sasa umeshaingia kwenye mtego wangu. Natambua iko siku utanasa. Nadhani utakuwa umenielewa. Kwanza unakumbuka nilikwambia sitaki ukanyaga shambani kwangu. Kwa kiburi chako umeingia mwenyewe kwenye 18. Unajua nyavu ndogo kokola hiyo inakamata aliyekuwemo asiyekuwemo. Sasa umetumbukia, halafu unaanza ngola. Nikitaka usitoke na uwezi kutoka, utakuwa mbolea wa shamba hili. Bado mdogo sana kunguru wewe, unachelewesha tu kazi za watu. Kamkoba kako kali, kwa nini usiwekee ugolo jamani? Sio kakuweza kumsumbua kasisi. Usiongee mambo mengi sana. Mimi nilikuja tu kukupa angalizo. Anacheza pembeni ya kaburi huyo nyinyi. Halijafunikwa ili utatumbukia baba. Nyuma yako kuna kolongo. Utakwenda na maji baba. Hebu ondoka shambani kwangu. Kwa msaada wako. Sitaki dhambi. Nasali sana mimi. Ondoka shambani kwangu. Una lolote. Alafu angalia sana. Mimi ni mtu mkubwa sana kwenye kijiji. Ila wewe hujui tu. Ila ipo siku utanitambua. Jamani. Eti kandege kamekuja kwenyewe kwenye tundu kwa kamekaa. Jamani, wengine kuua tutaki. Tunapumzika kwanza. Lakini taka tumalize kila kinachoonekana. Wallahi abaki mtu. Huyo asingetoboa huyo. Anachelewesha kazi zangu tu. Wewe ni nani? Na unataka nini kutoka kwangu? Mbona mimi sio mgomvi wako? Mimi ni mke wa kwanza wa huyo mumeo unayeishi naye. Najua huna ugomvi na mimi, lakini niliapa yeyote atakaye kuwa karibu na huyo mwanaume hatapata furaha kwenye maisha yake. Niliapa yeyote atakaye kuwa karibu na huyo mwanaume hatapata furaha ya maisha. Nakupa adhabu kwa makosa ya mume wako.
Mama, umekwaje kwani? Mama wewe, jamani mama, kwani umepata na nini ama matatizo yako nataka kuanza kurudi tena? Hapana. Sasa umekwaje? Hapana, pressure tu. Sasa mama, mbona unanitisha? Amna mwanangu, amna. Mama! Amna mwanangu. Mama, sasa mbona unanitisha jamani? Mama, lakini mama nini sasa jamani? Amna. Unajua kipindi unaongea pale na mzee Kasisi, kuna kitu niligundua kama vile hakiko sawa. Kwani kuna kitu umegundua pale au umesikia? Hapana, hakuna nilichosikia, ila niliangalia katika zile movement zenu za mazungumzo. Unajua ukimwangalia mtu ambaye kwenye mazungumzo yake unajua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Maana niliwaona mazungumzo yenu akawa anapishana kurushiana mikono na vitu vingine. Kiukweli nataka nikwambie tu Mwendesha, baba yako shangazi, tangia kipindi ya muoe shangazi yako pale ndio ukaingiliana utofauti. Hatukuwa sawa kabisa. Unanielewa vizuri. Kwa hiyo mimi na baba yako shangazi ambaye ni shemeji yangu Kasisi, yaani tuseme tuna bifu kwa sasa hivi. Hatuelewani kabisa. Sasa unafikiri baba tatizo ni nini? Tatizo Kasisi ana mambo ya ajabu ajabu sana. Yaani ana mambo ya ajabu, alafu ukimwangalia unamwona mtu wa kawaida. Anajifanya mtu wa kanisani, lakini kumbe si lolote si chochote. Anaficha tu makucha yake. Sasa mimi kuna vitu namwandalia yule. Dawa yake iko jikoni na ipo siku atainywa tu. Sasa baba, hapo naanza kunipa swali la kujiuliza. Basi kuna kitu. Unaposema kuna kitu, kuna kitu. Kiukweli kuna kitu, lakini wewe kwa sababu ni mtoto haipaswi kujua. Mambo ya watu wazima waachie watu wazima. Uwanja wetu tuachie kama ulivyo, lakini mwishowe majibu yatapatikana. Sawa. Jamani, unanifuatafuata mpaka nyumbani kwangu, unajichelewesha jamani, kazi za kufanya. Mimi na wewe tumeshamalizana zamani sana, hata familia yako inajua kama mimi na wewe. Bado unanifuata tena? Najua tulishamalizana mimi na wewe, na sihitaji chochote kutoka kwako. Ila naomba kaa mbali na familia yangu, na usije thubutu kuifanya chochote familia yangu. Mama, unauliza sababu kwa Kasisi? Nimesema familia yako wanajua. Wewe na mimi tumemalizana mama, fanya kazi zako. Sawa, ipo siku moja tu wanakijiji wote wa kijiji hiki watadhihirisha kwamba wewe ni mchawi. Haya jamani, hakuna mtu yote atakayejua, ni wewe tu Poyoyo ndio unayejua, kwa sababu hakuna atakayejua wala kuelewa.
na bahati yako. Nguvu zangu umezishusha. Ningekuwa na nguvu zangu, ningetamani kuona kifo chako. Sasa ngoja nini? Unanichelewesha kazi zangu na kufanya. Utabaki hapo hapo. Mama, lakini si nipo nazungumza na wewe. Mama, najua kuwa una hasira na mimi, lakini naomba basi hata unipe nafasi tu tuongee. Mama, najua mimi utakuwa umenikasirikia kwa kile kitendo kilichotokea, lakini mama, mimi sikupanga iwe hivyo. Nijikuta tu nimekukosea mamangu, naomba unisamehe. Kumbe mimi mamako? Ndio. Najua Wandema, sijui ulifikia mahali ukaniona mimi kama rafiki yako. Mimi ni mama yako, na kama umegundua kosa lako basi mwanangu nisamehe. Kweli mama? Kusema. Asante mama yangu, nimefurahi. Ila mama, nilikuja hapa nataka nikuombe ruhusa. Nataka kutoka kidogo. Ruhusa ni? Nataka nielekee kwa babu Mangapi pale mara moja. Kwa mzee Mangapi? Ndio mama. Wewe unajua baba yako hapa alizungumza nini? Akasema mimi wewe hatutakiwi kuonekana kwa mzee Mangapi mwanangu. Leo unataka unyanyue miguu uende kwa mzee Mangapi. Inakuwaje? Mimi naenda kwa faida yako mama yangu. Na nakupenda sana. Ndio maana hata hapa nipo na thubutu kujaribu kwenda. Nakupenda sana mama yangu. Unakumbuka ile siku babu kipindi ameondoka hapa? Alisema kitakachotokea chochote inabidi tumjulishe. Na ndio maana nipo naenda kumpa hizo taarifa. Hivi unajua ni mtoto wa kike. Unatakiwa kuwa na kaba, sio kile unaloliona uende ukaseme. Unatakiwa kuwa na kaba mwanangu. Sasa unanyanyua hapo kamwambie mzee Mangapi. Inakuwaje? Mama, lakini ni kwa faida yako. Na isitoshe mama, baba wewe unamudu. Unaweza kumwambia chochote akaelewa. Sawa mwanangu, basi nenda ila usichelewe kurudi. Haya mamangu, nakupenda. Haya mwanangu, na mimi nakupenda. Haya bye. Haya wewe kurudi sasa. Haya mama, sitachelewa. Usipende kuokota pesa. Mara nyingi hizi pesa zinakuwaga ni mitego, hasa mitego ya kichawi. Na hii pesa uzuri wake umesema ukweli. Laiti usingesema ukweli, hii pesa ingewagharimu. Angekufa mamako, aidha wewe ungepotea. Unakomea. Mimi sitakuwa ipo huko nyuma. Ngoja nimwangalie. Babu! Huko pia hayupo.
Sasa atakuwa ameenda wapi? Babu! 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 Atakuwa ametoka, hata sijui ameenda wapi. Sasa nina shida naye mimi jamani. Ngoja tu niende nyumbani, baadaye nitarudi. Mama, nimeenda kwa babu mangapi? Hata sijamkuta. Sasa tunafanyaje? Yaani hapa nasubiria jua lipopoe kidogo ili baadaye niende tena nikamwangalie. Uende tena? Ndio. Basi afu mangapi anatulia nyumbani? Ana shughuli nyingi naye huyu. Sijui atakuwa ameenda wapi. Sijui, baadaye nitarudi tena kumwangalia. Eti jioni. Jua likipoa tu nitaenda. Atakuwa amesharudi. Endeleeni. Si mnaniteta? Nasema endelea mlichokuwa mnakifanya. Asa wewe hapa kenge we, mara ngapi nakataza kwenda kwa mangapi? Lakini baba mimi sikuwa halafu kubwa nzima ati mangapi? Jamani, mimi niongee vipi mjue kama sitaki kwenda kwa mangapi? Jitu kubwa zima nakataza mnafanya hilo. Niongelee kwenye nini? Niongee na makalio au nikongoloe nguo hizi? Ndo mjue kama kasisi kakataza. Lakini mume wangu, hivi unampa faida nani? Sitani ndani tukamalize jamani. Kwa nini hivyo baba Ndema? Wewe ukaongelee ndani, unataka kunipa nini? Nisahau hapa natema cheche. Asa wewe kipikipiki posta. Ngaya kwa mangapi? Mpaka nife. Haya, utalisi nini sasa? Haya, endeleeni kuongea maneno. Basi mume wangu yameisha, tutakuja kuongea. Umeona Wandema, umemwona baba yako? Mimi nakwambia kila siku. Na nikakwambia baba yako amekataza wewe kwenda kule. Sasa umeenda, amegundua. Alafu usiniambie kwamba baba yuko ndani. Mimi hata sikujua kama baba yuko ndani. Tangu nimefika hapa ndani sikuingia. Ukajua katoka ni mzima. Bwana. Lakini mama, huyu ni mume wako, utajua jinsi ya kuongea naye tu. Huyu kuku wangu nafikiri namshikia manati basi. Wewe. Kila mtu wangu tamu.